Mambo vipi? Mambo ni aje? Mtazamaji na mfuatiliaji wa updates za Jado Trending. Bwana hayawi hatimaye yamekuwa. Hatimaye yamekuwa. Jambo ambalo limesubiriwa kwa muda mrefu sana. Jambo ambalo ni ndoto ya watu wengi sana, hatimaye imetimia. Kama unavyoona hapo kwenye picha, Faisal Salum Abdalla Fei Toto tayari ndani ya Simba Sports Club, ndani ya uzi wa mnyama. Kama unavyoona hapo kwenye picha, mwamba amewasili kabisa kambini. Noma sana. Ni furaha iliyoje kwako mwana Simba, lakini kwa mpenda mpira sitaki kujua kwamba wewe mwana Simba una furaha kiasi gani, lakini natumai una furaha sana. Okay, kwa hiyo Fei Toto, habari ambayo tuko nayo ni kwamba Fei Toto ni breaking news hii ambayo imetufikia hivi sasa, ni kwamba Fei Toto tayari amemalizana na Simba, na hapo kama unavyoona kwenye picha amevalia uzi wa Simba Sports Club, uzi mpya huo. Amewasili kambini kwa Simba Sports Club tayari kuendelea na ratiba nyingine. Hii ni furaha kubwa sana kwa mashabiki wa Simba, kwa sababu Fei Toto alikuwa ni mchezaji wa ndoto yao. Amehusishwa na klabu hiyo kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo wapenzi wa mashabiki walikuwa wanasubiri sana kitu kama hichi kitokee, lakini finally kimetokea. Jambo kubwa sana. Simba Sports Club wanafanikiwa kunasa saini ya Fei Toto, mchezaji ambaye amekuwa mchezaji kinara katika ufungaji katika ligi yetu ya NBC Premier League msimu uliomalizika. Lakini pia ni mchezaji ambaye anakuja pale Simba moja kwa moja, anaingia kwenye mfumo wa mwalimu, kwa sababu yeye anaingia moja kwa moja katika kikosi namba moja kutokana na uwezo wake aliokuwa nao. Sio mchezaji ambaye akifika itatakiwa anze kusubiri, anze kufanyiwa majaribio. Hapana, huyu ni mchezaji ambaye anaingia moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza cha mwalimu. Kwa hiyo Simba Sports Club wamefanikiwa. Hii ni hatua kubwa sana kumpata mchezaji kama Fei Toto, kwa jinsi uchezaji wa Fei Toto, lakini pia uwezo wake wa kucheza uwanjani. Huyu ni kiungo ambaye anacheza nafasi ya kiungo mkabaji, lakini uwezo wake umekuwa ni mkubwa kiasi kwamba amekuwa hadi anabeba majukumu ya ufungaji, anakuwa kama mfungaji, kwa sababu mpaka mchezaji anafikia stage ya kuwa mfungaji bora wa msimu. It means anabeba majukumu yote mawili. Kwa hiyo Faisal ni mchezaji ambaye ana sifa ya kuzuia, lakini pia ana sifa ya kufunga, japo majukumu yake ni namba 6, yani ni kiungo mkabaji. Kwa hiyo Simba Sports Club wamelamba dume katika usajili ambao Simba wamepatia, basi ni huu wa Faisal Salum Abdalla Fei Toto. Ni usajili dume sana, lakini haikuwa rahisi. Nafikiri itabidi wajipongeze, kwa maana ni mchezaji ambaye wamemsubiri kwa muda mrefu, lakini pia amekuwa akihusishwa kujiunga na watani zao wa jadi. Kwa hiyo nafikiri vita ilikuwa kubwa sana, sopo mpaka wameweza kufanya hivyo, basi wametumia nguvu kubwa sana. Itakuwa wametumia nguvu ya pesa of course, mpaka wamefanikiwa kumpata Fei Toto. Kwa hiyo mimi ni washukuru Simba Sports Club kwa hicho walichokifanya, na nafikiri Fei Toto atakuja kuongezea kitu pale katika klabu ya Simba Sports, kwa sababu Simba ukiona walikuwa wakipungukiwa na kiungo mkabaji kama Fei Toto. Kwa hiyo Fei Toto anakuja pale, anaenda kuongeza kasi, lakini pia uwezo wake wa kufunga akikutana na wachezaji wa Simba Sports Club. Kwa hiyo Simba inaenda kuwa ni timu bora, inaenda kuwa ni timu nzuri kiukweli. Na kuna usajili ambao tunaambiwa kwamba kuna usajili ambao haujatangazwa. Ni sajili kubwa ambazo zimefanyika hazijatangazwa. Maybe tusubiri siku ya Simba Day, zinaweza kutambulishwa kama nini. Hizi zinatambulishwa kama surprise, of course zinatambulishwa kama surprise. Kwa hiyo tuwe wavumilivu, tusubiri siku ya Simba Day. Kama kuna wachezaji wengine ambao wamesajiliwa na watatambulishwa kama surprise, basi itakuwa ni kubwa sana. Yani itakuwa ni kubwa sana hii kwa Simba Sports Club. Itakuwa ni kubwa sana, itakuwa most of club ambazo tutatakiwa kuogopa hapa Tanzania.
natakiwa wapinzani wajipange sana. Lakini ujio wa Faisal ndani ya Simba Sports Club nafikiri ni maumivu makubwa kwa wapinzani, kwa sababu wao wenyewe walikuwa wanamtaka. Kwa hiyo hapa ni mtu kamshinda mwenzake, yani kama ni matokeo uwanjani basi mtu ashapigwa goli 4 au 5 kwa bila, kumchukua mchezaji ambaye na wewe ulikuwa unamtaka na unamtumainia na unamtegemea kwamba aje kukusaidia, alafu unaona kachukuliwa na mwenzako, alafu isitoshe na ushindani. Ni hatari sana, ni maumivu. Lakini nikukumbushe tu kwamba hakikisha umesubscribe, lakini pia umeturn on all notification ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata kila update zetu zote ambazo sisi tunakuwekea hapa. Kwa hiyo ndio taarifa ama habari ambayo ina trend hivi sasa kwenye mitandao ya kijamii, japo hajatambulishwa rasmi. Kwa hiyo hajatambulishwa rasmi. Hizi ni picha ambazo tumepata sisi wanahabari, ndio maana na sisi kazi yetu tukipata umbea ni kukuletea, na sisi tumeona tukuletee moja kwa moja, tukufahamishe wewe mwana Simba, lakini pia wewe mpenda soka. Sasa tuwekee hapo comment yako hapo kwenye sehemu ya maoni kwamba unaonaje ujio wa Faisal ndani ya kikosi hiki cha Simba, na atakuja kuongeza kitu au itakuwaje? Tuwekee maoni yako, alafu na sisi tutakuja kuruka nayo kwenye next update. Bye bye.